Nao wakazi wa Kapsabet wamewakosoa vikali wanasiasa wanaodaiwa kutumia makundi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa ya wapinzani wao. Wakazi hao wanasema tabia hiyo inaleta hofu miongoni mwa wananchi, kuhatarisha usalama wa jamii na pia kudhoofisha mchakato wa kidemokrasia, haswa katika kipindi cha kisiasa na uchaguzi. Daniel Korir aliandaa taarifa ifuatayo. Naam, humu nchini tumeweza kushuhudia baadhi ya wanasiasa wakitumia baadhi ya vijana kuzua vurugu katika mikutano za wapinzani wao. Lakini je, tabia hii ina maana gani katika masuala ya usalama? Niko hapa katika mji wa Kapsabet ili kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa, watuambie maoni yao kuhusiana na tabia ya wanasiasa kutumia vijana kuzua vurugu katika mikutano. Na kulingana na mimi itaadhiri upiga kura, kwa sababu 70% ya watu tena saa hii hawataki hiyo maneno ya siasa, kulingana na vita yenye inaendelea kila wakati baada ya kura. So mtu anasema iwapo nitapatikana pale, labda ndani nitashindwa kukimbia na nipate kama maisha yangu imepotea. So naona kama itaadhiri kwa ukubwa hiyo siasa ya kuenda kwa kutumia goons, hired goons. Unajua, when the crowd is there, hata hatujui crowd iko aje, kwa sababu crowd ikikuwa iko mahali na watu ni wengi, hatujui nani amenunuliwa, nani ana support nani ametuma na nani. So we wish the crowd to be peaceful na tufanye election ambayo itakuwa mzuri, because we don't want to be afraid. Hatutaki kuogopa kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya raia, ni haki ya Wakenya kupiga kura. So tusipoenda kupiga kura kwa sababu tunaogopa kupigwa na hawa goons, sasa tutakuwa tumepoteza hiyo haki yetu ya kupiga kura. So naomba ya kwamba hawa wanasiasa, kwa sababu hawa wanasiasa ndio wako na pesa, watumie pesa yao kufanya mambo mazuri. Pia wewe unanunuliwa kufanya mambo mabaya. Why don't you use that money in doing good? Wewe pokea hiyo pesa, lakini usiende kufanya mambo mabaya. Sisi vijana hatuna kazi. Unasikia? Sisi vijana hatuna kazi. Na tukisikia penye siasa iko na kuna pesa inalipwa, lazima tufanye nini? Tuende pale. Mimi naona hii election itaadhirika kwa sababu ya pesa. Wanasiasa ambao wanapiga siasa, basi mizo langu mimi ama ombi langu mimi kwa Wakenya wote, tusitumiwe na wanasiasa kuzua vurugu, kwa sababu tunajua siasa ni kitu ambayo watu wamezoea tu. Ni siasa ni kitu kama mchezo, ni brick game. So far tusiweke sana kwa mawazo yetu, tujaribu kuangalia ni nini itatutoa kwa pia pressure ya kufocus kwa mambo ya politics zaidi. Ita affect mambo mengi, sababu tutakuwa tumejitanganya ya kwamba mwanasiasa anakuja anakuambia hatutaki fulani, so wanakuja kututanganya ya kwamba hatutaki fulani, na hao wanakula mzuri na wanasomesha watoto wao. Sasa tunakuja kusema huyu ni mbaya, huyu ni mzuri, lakini sisi ndio tunapaki tukiumia. Basi kama ulivyosikia kutoka kwa baadhi ya wakazi hapa mjini Kapsabet, wamesema kwamba tabia hizo hazifai na kwamba wanatoa wito kwa vijana kukoma kutumika vibaya katika masuala ya siasa. Nikiripotia runinga Citizen kutoka mji wa Kapsabet, jina langu ni Daniel Korir.